Mimi hata sijui ni kwa nini watu hawataki ku mind their own business. So guys, there is this lady Esther Musila, nimeona by the way akisema that ni principal. So about that sijui, but inaonekana akona mabad sana, akona ma feelings sana na Esther Musila. So kuna kwenye walitoana ndio ikafika to a point that this lady alikuja kwanza akapost, akaeka hii post, ndio sasa Esther akarespond. So nataka niwasomee ndio tutembee pamoja, and then kwa comment section mtoe maoni yenu. So guys, wacha tuone vile anaitwa Millicent Ouma na inasemekana kuwa ni principal. Principal na hizo anyways, wacha tuende sasa, tuende nalo. So kuna kwenye walitoana, but ile nini nimepata ya ndio hii, that the lady alikuwa ana respond back to Esther, and then Esther na yeye akarudi tena akamjibu. So alikuja, mimi sijui kwenye walianzana, sijui root ya story yote, but kwenye tumepata history hapo ndo tunaanzia. So the lady alisema hivi: just because I said you married your son's age mate, you are insecure. That's uko right. The lady alikuwa anaambia Esther Musila kuwa ati ameoa mtoto wa rika, yani ameoa mtu wa rika mtoto wake, and that anapaswa mrelease and all vitu kama hizo, ndio sasa ikaumana hivyo hivyo. So the lady kuja akasema, just because I said you married your son's age mate, you are insecure, and that's been your child, will you not be you will not be happy if you married a woman of your age, and that's the truth. I'll tell you that again and again. My advice is, if you truly love him, bear him even one child, so that he does not waste his youth. Thank you very much. Then wacha tuone what Esther said. So hapa ndo tunakuja kujua kwamba the lady kumbe ni principal. So the lady alikuja, then the Esther Musila alikuja akamwambia, if these are the kind and type of principals running our schools, now you know where problems began. Madam Principal, bullying is unwanted. Aggressive behavior you can do better. We will name and shame you publicly. Millicent Ouma, I'm not the reason your relationships is complicated. Direct your anger to the man who left you with your kids. Don't bleed on me. I didn't catch you. That is Esther. So let me nisome mbio. If these are the kind and type of principals running our schools, now you know where problems begin. Madam Principal, bullying is unwanted and aggressive behavior you can do better. We will name and shame you publicly, Millicent Ouma. I'm not the reason your relationships is complicated. Direct your anger to the man who left you with your kids. Don't bleed on me. I didn't catch you. That's what Esther amemrespondia. And na mimi mpaka mniambie ni nini usumbua watu, ndio mimi nitaacha kusupport Esther. Because mimi, guys, jifunzeni kwa mind your business. Wewe kama principal unapaswa kuwa pale kwa ofisi, unapaswa kuwa pale ukifikiria vile like your students wataperform vizuri, vile utarani shule vizuri. Wewe uko huko kwa mtandao ukibuli watu, ukisema venye watu wameoa sijui watoto wa rika yao. Mpaka nimeona kwa comment section like, anyways, tunasemanga uwezi pendwa na everyone. Uwezi pendwa na kila mtu. Hata ukuwa mzuri aje, lazima kutakuwa na wale watu wanakuchukia. Hata ukuwa wewe ndio princess, hata kuwa mrembo wa rembo, utapata kuna mtu tu akupendi juu ya vile uko, vile unaongea, vile unakaa, hivyo tu.
So naelewa, I understand. Nikiona comments zingine like wengine wana support the lady mwenye anabulibuli watu huko na anajiita principal mwenye like anapeanga watoto like anawaambianga nini, wengine anasema ako right. Unajua like mimi saa zingine ushangaa nimeona wengine wakisema kuwa like okay, wacha tuangalie hii post. This lady alikuwa anaambia Esther at least ajaribu hata kuzalia guardian angel hata mtoto at least mmoja, asi waste youth yake. Ni wenyewe guardian mwenyewe anasema nini? Yeye mwenyewe anasema nini? Guardian si mtoto. Na mimi sijui kama mmekuwa by the way mkifollow like this guardian na Esther. Sijui kama mshaisikiza their conversations ama hata kwa interviews. Mshaisikia vile guardian anasemanga about Esther Musila? Who approached who? Muniambie. Muniambie sasa. Unajua mnafanya hiki kitu ikae ni kama ni kama guardian amefungiwa. Ni kama alilazimishwa ni kama Esther alimlazimisha wakuwe kwa ndoa. Ushaona vile unaweza chukua mtoto na brainwash umwambie. Ukiulizwa hivi unasema hivi na ukosa kusema hivi nitakuchapa. Mnataka hiyo kitu mnaifanya ikuwe ni kama guardian angel ni mtoto. Ajui kitu anafanya. That is what you guys are trying to say. Mkisema that umeharibia mtoto wa wenyewe maisha. Sijui nini. Si mwenyewe ako na akili. Guardian ni mtu mzima. He knows what he is doing. He knows what he wants. So, mimi sioni issue hapo. Ni wenyewe ndio mko na shida zenu. Na itabidi sasa watu wa mind their business by the way. Najua mtakuja kunitusi but I don't care mimi. Wewe mwenyewe una point fingers kukosoa watu makosa. Wewe unajua vile kwako kutakuwa. Unajua mtoto wako, msichana wako atakuletea nani? Unajua atakuletea nani? Unajua kijana wako atakuletea nani? Haujui. But uko pale wewe ndo wa kwanza kupoint. Kunyoshia watu wengine vidole kule, sijui nini. Guardian angekuwa anataka mtoto. Angekaa na Esther wake hapo bado. Na aende atafute msichana mwenye atamzalia. But kufikia sasa hajaifanya kitu kama ile. So that means is comfortable, is okay. Na ni nani alisema ati for you to be a man enough or a woman enough ni lazima uzae, ati you should bear kids ndio ukue a man enough or a woman enough? Who said so? Hakuna kitu kama ile. Niyo mko tu na wajua bitterness. Labda uko tu pale juu uliwachwa, labda uko tu pale juu maybe ukiingia kwa relationship as you work umeoleka like karibu mara 3 mara 4 but hakuna kitu ina work out. So unapata tu shimo yako kupua your bitterness. Na hiyo shimo ni Esther. Wewe leave Esther alone. Mwache. Ndoa ikikataa, kwa kina ndoa kukikataa, tuliza hasira. Hebi hata hiyo piso unatakanga, ama hiyo kupenda unatakanga iko tu kwa hao wa babazu unaongelelea ama wa mama unasema. Uko tu pale, unapayuka. Na sijaona mtu ako kwa ndoa like akitusi mama. Wale wenye tu mambo zao ziko complicated, wale mambo zao zilikataa, ndio tu wako huku kwa comment section na mauchungu zao na masira zao. Mimi hata nahurumia the school yenye inaraniwa na that lady. Sisi tunakataa mambo na bullying but she's leading. She's a leader wa kuonyesha watu vile bullying na inapaswa ikue. Sasa ingine nasemanga like ukiwa na hasira take your time.
Usikuje kusema kitu ama uandike kitu baadaye regret, ama hata watu wakushangae ama watu wakuone kichwa pungwani. Huyo ni mwalimu, next time atakuwa pastor. So guys, mimi nitamalizia na kuambia hivi, mjifunze kumind your business. Hakuna mtu anajua kesho yako itakuwaje. Huyu mtoto wako umezaa, hujui ata end up kuolewa na nani ama kuoa nani. So sometimes better unyamaze kuliko kuongea tu. Anyways, what do you think? What do you say? Najua kuna wenye wanamsupport, sikatai. Ni sawa, but let me know what you think. If you support the principal, well and good. If you don't support what she did, let me know. Subscribe, like, share and comment. Tupatane kwa the next video. Bye bye.